Tusumbua mtaa wetu ni mafuriko. Huu mto umekuwa ni mdogo. Na ukiangalia mitaro mingi kule mjini imeelekezwa huku. Sasa wameelekeza mitaro huku bila kuangalia huu mto una uwezo kiasi gani wa kubeba maji yote yanayotoka huko juu. Kwa hiyo hii inatuathiri kila mwaka, sisi ni mateso. Usiku wa kuamkia jana hatukulala usiku kucha. Mafuriko. Mnaona ana hali yenyewe jinsi ilivyo. Kwa hiyo sisi bana, tunachoomba si serikali itusaidie. Itusaidie serikali kuangalia kwamba hii shida ni nini. Waangalie mto huu una uwezo wa kubeba maji yote yanayotoka mjini huko. Mitaro ile ya KCMC kwanza ni mikubwa sana, lakini yote imeelekezwa huko. Kwa hiyo mkuu wa mkoa angalia hili tatizo. Wananchi wake tunaathirika. Tunaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Na viongozi wetu wanajua kabisa hili tatizo kwamba ni la muda mrefu, yani mpaka natamani kulia. Sasa hivi tunasikia sijui kuna nini limekuja kuchimba hapo. Lilikuja kipindi cha jua kali, likashindwa. Kipindi cha mvua hii na kutitia huko ndio litaweza hiyo kazi. Nimeingiliwa na maji. Yani vitu vyote, magodoro, kila kitu kimeharibika, madaftari ya watoto, kila kitu kimeharibika. Yani sina chochote. Na watoto wangu mpaka leo hawajaenda shule, sina hata daftari. Pengine nini unaiomba serikali? Serikali mimi naomba tu nisaidie, nipate kama magodoro, nipate madaftari ya watoto, nipate na mahitaji mengine. Maana kama sasa hivi nimefanya kuhifadhiwa tu na Msalia Mwema. Tumeingiliwa na maji juzi. Tumeharibikiwa na vitu, magodoro, TV, mavitanda. Kama hivyo tunaomba msaada, mtusaidie. Tunapika tu, tunajaribu tu kupika huku ila usiku ukifika tunaenda kwa majirani. Kuomba hifadhi. Tunaenda kuomba hifadhi. Picha kama ndio hivyo tunakuja kuwafungulia watoto wanaenda shule, lakini hata nguo nazo zimeharibika, maviatu, madaftari. Kwa hiyo wanaenda shule bila madaftari. Tukia changamoto ya mafuriko, na mafuriko ni ya mara kwa mara. Tumeshajaribu kufuatilia sana wanaohusika na mito na mabonde Pangani, waje wajaribu kuondoa migombe iliyopandwa katika mito inayozuia maji yasiende kwa watu. Lakini tumejaribu kufanya hivyo, lakini bila mafanikio. Sasa mvua hii ya juzi kuamkia mvua ya jana usiku, kwa kweli ilileta athari kubwa sana. Maji yalikuwa ni mengi, nyumba nyingi sana ziliingiliwa na mafuriko. Nyumba zaidi ya 39 zote ziliingiwa na maji. Nyingine kuta zimevunjika, wengine wameumia, wamelazwa hospitali ya Mawenzi kwa kuangukiwa na ukuta. Wengine magodoro hawana pa kulala, nguo hawana za kuvaa, madaftari ya watoto wa shule, wengine paka hela zao zimekwenda na maji. Kwa kweli haya mafuriko ni makubwa sana, hajawahi tokea. Mafuriko mengine yanatokea, lakini haya ya jana kwa kweli yamekuwa ni makubwa sana. Ingekuwa mvua ambayo imenyesha juzi tarehe 1 mwezi huu wa 3 2026 dogo imeanza kutupa changamoto katika maeneo yetu na makazi na shule nyingine. Sasa maeneo ambayo yako hatarishi ni yale maeneo ambayo yako mabondeni, zile kata ambazo ziko bondeni. Tunapozungumzia kata hiyo ya Pasua, Njoro, lakini pia watu wa kule chini Mabogini wameanza kupata athari, lakini pia kata ya Majengo pamoja na huku chini Msaranga na Ng'ambo. Lakini kwa kiasi kikubwa ambao wamepata athari hadi sasa ni kata hii ya Njoro, Tawa, Viwandani, ambapo tulikuwa na kaya 14 lakini zenye wakazi au 39 kama jinsi ambavyo mmepata taarifa zake. Na kaya hizo ndio zile ambazo kwa kiasi kikubwa ziko ndani ya mita 60 ya mto. Kwa hiyo tulishazungumza nao mara kadhaa, wanatakiwa kuhama, kuondoka katika maeneo hayo, na hii pia naendelea kutoa wito kwa wananchi wote, kama ambavyo nimeendelea kusisitiza wakati wote, wale ambao wanakaa katika maeneo hatarishi waweze kuchukua tahadhari wao wenyewe binafsi, kwa kuanzia wachukue tahadhari za kuondoka katika maeneo hayo. Kwa hiyo kaya hizi 14 zenye wakazi wa 39 zimepata madhara ya kuingiliwa na maji kwenye nyumba zao.
na siku ya jana ukaguzi umefanyika katika eneo hilo, kiongozwa na afisa tarafa wa tarafa ya Moshi Mashariki. Walikwenda kukagua pamoja na mheshimiwa mstahiki meya ambaye pia ni diwani wa kata hiyo ya Ndoro, na kuona kwa kushirikiana pia na watu wa bonde la mto Pangani